Na mtazamaji, na karibu kwenye awamu ya pili ya taarifa zetu za TV47 Wikendi, siku ambayo tunapata nafasi ya kuchanganua masuala ya mila na tamaduni ambazo zinapatikana katika taifa letu la Kenya. Basi hii leo mtazamaji, ninayo fahari ya kuwa na mwanatamaduni kwa jina Ian Butuk. Karibu sana kwenye studio zetu za TV47. Tuanze tu kwa sababu hatuna muda mwingi wa kunena sana. Hili neno utamaduni katika nchi ya Kenya ni neno ambalo ni muhimu sana. Wewe kama mwanatamaduni, unaweza kueleza utamaduni ni nini na kwa nini ni muhimu kwa Mkenya? Kwangu utamaduni ni kwangu ni a sense of identity kwa Kiingereza, ambayo kama Mkenya ukiambiwa ama ukiona ile tamaduni yako unafurahia kwa kujihusisha na ile labda jamii yako ambayo unatoka, kwamba ukiona kitu fulani kikifanyika ambacho huwa kinafanyika kwa tamaduni zenu, huwa inakufanya ufeel hiyo sense of pride ya kwamba hili ni kitu ambacho huwa sisi tunafanya kwenye jamii yetu. Ndio. Na pia kunayo ile ambayo unaweza kuangalia zile tamaduni za jamii zingine pia ukafurahia kujua jinsi ambavyo wao pia hufanya vitu. Ndivyo. Na Waswahili wanasema mara nyingi ya kwamba mwacha mila ni mtumwa. Ni katika hatua gani unakuwa mtumwa na ni katika hatua gani unaacha mila yako, ili uambiwa kwamba sasa wewe ukiacha mila bila shaka utakuwa mtumwa? Kuna njia mingi ambapo tunaweza kusema kwamba watu wengi wameacha mila na wakawa watumwa. Kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo Wakenya walivyo kwa sasa, kuna vitu vingi ambavyo tunafanya kulingana na zile tamaduni za wale wakoloni ambao walikuja Kenya. Kwamba utapata vitu vingi tunafanya kulingana na jinsi ambavyo Waingereza wanafanya. Kama kwa mfano ukienda nchi zingine, wao wanafanya jinsi ambavyo wale ambao wakoloni ambao walikuwa nchi hiyo wanafanya. Alafu pia utapata kwamba ukifanya jambo lolote kulingana na tamaduni yako ama jinsi ambavyo jamii yako ilikuwa inafanya, kuna wale watu ambao wanaona kama ile jambo ambalo unafanya limepitwa na wakati, ama kwa lugha nyingine unakuwa mshamba. Ambapo sasa si kweli. Ama kienyeji. Ama unakuwa kienyeji. Na hiyo si kweli. Ni kwamba tu unafuata tamaduni zako na haufuati ya mtu mwingine. Ndio. Unaona, kwa mfano ukiona kitu kama dini, zile dini za kiasili, ni ngumu sana upate mtu anajionyesha na hiyo pride ya kwamba hii ni dini yetu, kwa sababu utaonekana kwamba wewe ni kienyeji, lakini unafuata ile dini ambayo imeletwa na mtu mwingine. Na hiyo kuacha dini yako, kuacha mila zako, jinsi ambavyo ulikuwa ama jinsi ambavyo wazee walikuwa, alafu wewe unafuata ile ambayo umeletewa, unaona kwamba hii ndio njia ambayo inafaa. Kwangu mimi naona hiyo ni kuacha mila, na hiyo ni kuwa mtumwa. Ndio, unatumika na watu wengine. Hivyo ndio unakuwa mtumwa. Sasa wakati mwingine unapata kwamba labda kijana ametoka ushago, ameelekea kwenye chuo kikuu au kwenye hivi vyuo vya elimu ya juu, anafika pale kwenye chuo hiki, itabidi blend in, kwa sababu sasa unapatana na kabila nyingi. Sasa una blend in, alafu unaibika usiwe na huu shamba ama usiitwe kienyeji pro max. Lakini sasa ukirejea nyumbani, wanakuhitaji you behave the way you used to behave ukiwa hapa nyumbani. Unafaa vipi kuweka hiyo balance? Kwa sababu ukienda shuleni kuna hiyo aibu ya kwamba sitaki kuitwa mshamba. Tena umerejea nyumbani labda kwa likizo ndefu, umepata tabia zingine ambazo hukuwa nazo. Tena sasa utaki kuaibika kwenye jamii, wasidhani ya kwamba umekengeuka. Ndio. Kwangu mimi sioni kama kuna haja yote ya kubadilika kwa sababu umepatana na watu ambao wanatoka jamii tofauti. Lakini unaweza ukakuwa tuna hiyo pride ya kuwa kama unatoka jamii fulani na hivi ndio huwa mnafanya vitu vyenu. Wewe furahia kwa sababu unatoka hiyo jamii. Huo ndio utambulisho wako. Na hiyo ndio utambulisho wako. Yule ambaye umemkuta pale kwenye chuo kikuu, yeye pia afanye jinsi ambavyo
jamii yake kufanya. Na mfurahie wote kwa sababu kuna hiyo diversity. Ndio mfurahie hiyo diversity kati yenu. Lakini si ati wewe unaibika, mwenzako pale anaibika, mnaanza kukaa kama mnaleta mila ingine ambayo inawakutanisha. Alafu ile wakati mtaenda nyumbani sasa mnaanza kujifanya kwamba mnarudi kwa hiyo mila yenu. Lakini kuna watu wenye wakirudi nyumbani wanaenda kujifanya kwamba wamesahau kabisa hiyo mila yao ya kitambo. Katika taifa la Kenya tuna zaidi ya makabila 40 na katika kabila hizi unapata kuna nyingine ambazo zinajipata kwenye mizozano ya mipaka. Kwa mfano tumekuwa na mizozano upande wa Western Rift Valley na pia upande wa Laikipia, Meru, Isiolo kwa sababu ya tofauti. Hivi kama taifa tunafaa tufanye nini ili kuhakikisha kwamba we have a successful interaction kati yetu, yani mtagusano wetu umeimarika vilivyo pasi na kuzozana? Nadhani ya kwamba ikiwa sisi sote tutakuja kujua kwamba tuko na hiyo utofauti ya hiyo kabila ambazo tunazo. Jinsi ambavyo kulingana na serikali wanasema kwamba tuna kabila zaidi ya 40. Lakini kwangu mimi nadhani ni zaidi ya 100 kwa sababu kuna zile ambazo zimekutanishwa pamoja. Lakini ukienda kuona hizo kabila zenye zimekutanishwa pamoja utapata kwamba kuna kabila hata zaidi ya 10 ambayo ni tofauti na kila mmoja kati ya hizo 10 ziko na mila zao tofauti na nyingine. Lakini kulingana na serikali tunaona kama hiyo ni kabila moja. Sasa naona ya kwamba tukiwa na programs ambazo zinaweza kufundisha watu ya kwamba kuna hiyo utofauti, kuna jinsi ambavyo watu fulani wanafanya vitu vao ambavyo sio sawa na vile nyinyi mnafanya. Kukue pia na kwa mfano hizi festivals ambazo huwa zinaendelea kama music festival kulingana na hizo kabila. Zinaweza fanya watu wafurahie pia kuangalia watu wengine na pia kukuwa na hiyo utangamano mzuri. Ndio. Wewe kama mwana tamaduni, ni tamaduni gani au mila gani unadhani ya kwamba inapatikana katika kila jamii lakini huenda ikatokomea kwa muda na tunaweza kuhifadhi kwa njia gani? Kwanza ni nyimbo za kitamaduni. Nyimbo za kitamaduni ni vigumu sana upate vijana haswa hii age yetu hii ambao wanazijua hizo nyimbo za kitamaduni. Utapata kwamba tumeingia kwenye hizi nyimbo ambazo tuseme zililetwa na watu wengine ama ni za kisasa, wacha tuite za kisasa. Alafu tukasahau zile zetu za kitambo. Na kwangu mimi naona kwamba hiyo inaenda kupotea. Na ukiona huwa tuko na mipango ama programs kama music festival kama za shule za sekondari huwa ziko huko. Zinaweza kusaidia sana kupreserve hiyo tamaduni kwa sababu pale ukienda pale kama National Music Festival utapata kwamba kuna jamii ama kuna wanafunzi ambao wanaonyesha zile nyimbo ama drama pia ya kitamaduni ya mila tofauti ya jamii tofauti. Na hiyo ni kitu ambayo inaweza potea, tukiacha tu hivyo inaweza potea. Naam, kumekuwa na ujio mkubwa wa teknolojia na pia matumizi ya mitandao ya kijamii. Je, kumekuwa na athari hasi au athari chanya za matumizi ya teknolojia au mitandao ya kijamii kwa tamaduni zetu? Ndio. Kunazo. Kwanza kwa Kiingereza tunaita on the positive side. Teknolojia imesaidia kwa dunia kujua zile mila ama kila ambacho vile Wakenya tunafanya vitu vyetu. Kwa mfano utapata kwamba kwa dunia watu wengi wanajua sana zile vitu ambazo zinaendelea pale kwenye jamii ya Masai. Ingawaje ni kama ni Masai peke yao ndio wanajua sana kuliko hizi kabila zingine. Hivyo utapata wanajua jinsi ambavyo wao ni shupavu kwa kuruka, wako na hizo kwa mila zao. Hiyo ni on the positive side ya teknolojia. Lakini pia kwa on the negative side, tumeona kwamba hizi nyimbo ambazo ama hizi mila ambazo zinakuja
zimeletwa na labda wakoloni ama watu wengine, utapata kwamba hizo ndio zinapewa kipaumbele zaidi na wale ambao wanatumia hizo teknolojia, kwa mfano kama TikTok, YouTube, Facebook pia, Twitter. Utapata kwamba zile ama 90% ya zile vitu ambazo zinapostiwa pale sio za ile mila yetu ya kama Wakenya. Ndio. Kizazi cha Gen Z ni kizazi kimoja ambacho kimesisitiza kwamba we are tribeless na kwamba sisi wote tunafaa kuvalia vazi moja, vazi la kitaifa. Hili linamaanisha nini kwa mila zetu na tamaduni zetu za nyumbani au za kijadi? Ndio. Nadhani Gen Z wakisema ya kwamba tuko tribeless na pia kwamba tunafaa kuwa Wakenya na tusiwe na hiyo ukabila ya kwamba huyu anatoka kabila fulani. Nadhani tu wanajaribu kuwa na hiyo unity, lakini sio kwamba kusahau ile mila ya kila mmoja wetu. Ndio tukipatana kama Gen Z kama 10 ama 20 na tuko na mila zetu tofauti tofauti, tunakuwa tu united kama Wakenya, lakini haimaanishi ya kwamba tunafaa kusahau mila zetu kibinafsi. Kama mimi ni jamii fulani, nisisahau mila yangu kwa sababu najiita Mkenya. Ndio, mimi ni Mkenya na kitu ambayo inanifanya Mkenya, moja ni kwa kuzaliwa Kenya, ingine ni hiyo jamii yangu ambayo nimezaliwa nayo kwa sababu inapatikana tu Kenya. Na wakati mwingine unapata kwamba tuna mashindano nje ya nchi, labda kuna hafla fulani, pia makongamano haya ya kisiasa. Kuna malumbano mengine anasema kwamba kilichowasilishwa pale si picha au taswira ya jinsi Kenya ilivyo. Wewe kama mwanatamaduni, labda mna sera au sheria zozote ya kwamba kuna makabila zaidi ya 40 katika taifa la Kenya ambayo yamesajiliwa katika katiba, lakini tukitoka pale nje tunatoka kama Kenya. Ndio. Basi ni vigezo gani ambavyo vinatumika kuonesha kwamba huyu ni Mkenya na hii picha ndio ambayo imekubalika nje ya taifa la Kenya? Ndio. Ikikuja kwa mashindano ambazo zinafanyika pale nje ya nchi, kunafaa kukuwe na tunaangalia uwezo wa mtu. Kwa mfano kama ni kukimbia, huwa wako na zile mashindano ambazo zinafanyika kwanza ndani ya nchi kabla tutoke. Sasa uangalie uwezo wa mtu. Kama ni watu 5 wanahitajika, chukua wale 5 wa kwanza waende wawakilishe nchi kama Kenya, lakini hawaende pale kuwakilisha jamii yao, wanaenda kuwakilisha Kenya, sio jamii yao. Na kama ni mpira kwa mfano, wale ambao wanaenda kucheza mpira kule nje, wanaenda kucheza mpira kama wa Kenya, lakini sio kama wale wa jamii yao. Si ati anaenda pale kwa sababu yeye ni wa kabila fulani. Ndio, lakini sasa utapata huku nje watu wanasema wale ambao wanacheza mpira ni wa kabila fulani, wale ambao wanakimbia wanatoka jamii fulani, ambayo haifai hiyo kweli. Mtu wa jamii yote anaweza kuwa katika mashindano yote na aende pale nje cheze kama Mkenya na pia represent Kenya kwa kile ambacho anafanya. Naam, kuna labda vigezo ambavyo vinatumika, kwa mfano ili kama mimi nimeenda kuwasilisha kama model labda katika huko UK. Lile vazi ambalo nalivalia, nakumbuka mwaka jana kulikuwa na mtafaruku kuhusiana na matumizi ya nguo za Kimasai. How do you settle on the attire, labda on the ornaments ambazo mtu anafaa kuvaa kama unawasilisha Kenya kwa ujumla? Ndio, kulikuwa na hilo ambapo walikuwa wanajaribu kuleta the Kenyan attire, ile ambayo ina represent Kenya. Nadhani tunafaa kuangalia zile attire za hizi kabila zote ama hizi jamii zote kabla tukuja sasa penye penye huko. Alafu uko sawa? Niko sawa. Niko sawa kabisa. Naam. Sasa labda ni swali jingine ni kuhusu kuna umuhimu wote wa kufunza labda lugha zetu, tamaduni zetu katika shule zetu? Ndio. Kunayo umuhimu wa kufunza lugha zetu kwa wanafunzi wakiwa wadogo, kwa sababu ukipata watoto wakiwa wadogo, kwa mfano wale ambao nimeona wale tunaishi nao majirani,
Unapata wakiwa darasa kwa mfano la pili, la tatu, hawajui kuongea lugha yao na wanaishi pale kijijini. Unapata mtoto tangu akiwa mdogo anaongeleshwa tu Kiingereza ama Kiswahili. Kwangu mimi naona kama hilo si sawa, kwa sababu mtoto huyu atakuwa mkubwa akijua tu lugha ambayo si yake. Kazi tu ni kuongea Kiingereza, Kiswahili, Kiingereza, Kiswahili, ambapo ukimwongelesha lugha yake ya mama hajui, hawezi kujibu. Ndio. Labda sasa mkisisitiza kwamba kuna haja ya sisi kuwafunza watoto wetu, wanafunzi, lugha zao za mama, ni jukumu la nani? Unajua kusema ni rahisi sana au ni wepesi mno, lakini unapata sasa hili jukumu linatikwa nani? Jukumu kubwa ni la wazazi. Ndio. Jukumu kubwa ni la wazazi, kwa sababu pia tukiweka ili jukumu kwa walimu shuleni, utapata kwamba pale darasani wanafunzi wanatoka jamii tofauti tofauti. Hivyo kama ni kuja kwa lugha, utapata mwalimu mwenyewe labda haelewi hiyo lugha ya hao wanafunzi wote. Lakini ikikuja kwa utamaduni, pia mwalimu anaweza jaribu kusema kufunza wanafunzi wake utamaduni wa, kwa mfano, jamii fulani ilikuwa hivi na hivi, alafu anaenda jamii nyingine hivyo hivyo. Ndio. Naam, tunapokea wageni kutoka mataifa ya kigeni wakiwa ni watalii. Ni tabia gani moja ambayo unaonelea kwamba mgeni yoyote akifika katika taifa la Kenya, basi hii ni tabia au hii ni hulka au tamaduni ambayo anafaa kufunzwa au kuinteract nayo? Kwanza nadhani inakujia kwa chakula. Kwanza kuna chakula ambao kila tamaduni wanapata wako na chakula tofauti tofauti. Nadhani ni muhimu sana wale wageni ambao wanafika Kenya, kila wajaribu kuonja zile chakula za jamii tofauti tofauti. Ya pili, pia kwa nyimbo na zile densi ambavyo kuna jamii tofauti tofauti, jinsi ambavyo kwa mfano Kimasai, unapata Kimasai jinsi ambavyo wana dance. Kuna labda Kikalenjin, utapata Kikuyu, Waluya. Hizo jamii zote za Kenya utapata ziko na njia zao za kudance ama nyimbo zao. Sasa kwangu mimi naona kwamba ni muhimu sana hawa wageni wakija wakuwa wanafunzwa, waangalie pale jinsi ambavyo pia sisi tunafanya vitu. Kuna tamaduni ambazo zinabadilika. Kwa mfano labda umezaliwa kutoka lugha fulani, lugha ya Malile kwa mfano, halafu kadri tu muda unavyosonga, nyakati zinasonga, unapata kwamba tamaduni fulani inabadilika. Ndio. Kuna tamaduni ambazo zinabadilika, na pia hata inaweza ikafanya hata jamii nzima iende hadi ikasahulika kabisa. Ndio. Kwa mfano, tuna mfano nyingi, kama kwa mfano kuna jamii ilikuwa inaitwa Yaku. Kwa sasa nadhani ni watu chini ya 10 ndio wanajua tamaduni za Yaku vizuri, na wao wenyewe wanajita Yaku, lakini hao wengine hawajui kabisa hiyo tamaduni zao jinsi ambavyo ilikuwa. Wengine hata hawajui jinsi ya kuizungumza hiyo lugha. Pia kuna ambayo inaitwa Bungomek, ambapo jina Bungoma ilitoka. Ndio, utapata kwamba kwa sasa hiyo lugha ilipotea kabisa, kwa sababu tamaduni zao zilienda zikipotea kwa sababu ya ile tunaita assimilation. Ya jamii nyingine ilikuja ikaishi nao, wakaanza kufuata ile tamaduni za hiyo jamii nyingine, hadi ikaenda hadi yao ikapotea kabisa. Kwa hivyo sasa hivi wanafuata tamaduni za hiyo jamii nyingine, wamesahau yao wenyewe. Naona. Sasa tukiingia kwenye dakika zetu za lala salama, unapata kwamba vazi letu la uongozi, tuna rais, tuna naibu rais pale, na pia tuna vyombo tofauti tofauti vya dola. Mara nyingi kabila tofauti tofauti zinasisitiza kwamba pia sisi tunaomba nafasi katika chombo fulani. Labda ni kwa ulinzi, labda ni kwa mazingira, labda ni katika kulinda haki za mwanamke au haki za mtoto. Kuna any negative effect ya jamii yoyote kutohusishwa katika nafasi hizi? Ndio. Kuna zile jamii ambazo zitaona kwamba sisi tumeachwa, ni kama sisi tumeachwa nyuma, kwa sababu wanaangalia kwamba jamii fulani iko pale,
ama jamii, unapata kama jamii 10 zimepata ziko pale, sisi kwa nini tusiwa pale? Kwa hivyo inaleta ile wanaona kama ni unfair, ama wanaleta kitu kama unfairness, kwamba wao hawako pale. Lakini pia itakuwa muhimu ikiwa sisi kama Wakenya tutajua ya kwamba hizi vitu zote hazitatutosha. Kwa mfano, ukisema tunafaa tuwe kwa pale kama hiyo kutetea haki za wanawake, kuna wenye wanasimamia kitu kingine, haziwezi tutosha sisi wote. Jamii ambazo tuko Kenya ni nyingi, lakini sasa kukuwa na ile balance pia ya kwamba ikija kwa ile wakati wa kubadilisha, tunabadilisha kama ile term ya mtu fulani imeisha, tunabadilisha, isiwe tunarudia zile jamii ambazo zilikuwa. Watu wengine pia wanaweza wakapata hiyo nafasi. Alafu sasa ndio wataweza kuangalia kuna hiyo fairness. Lakini ikiwa kwamba mtapata kwamba kwa mfano wa kusimamia haki za wanawake, utapata anatoka jamii fulani, alafu ile term yake ikiisha, mwingine anawekwa wa ile jamii tena, hapo sasa ndio unapata kwamba ile jamii ambayo haijakuwa ikiwekwa wataanza kulalamika, kwa nini sisi hatuko pale? Ndio. Swali la mwisho, endapo kuna mswada kwa mfano umewasilishwa katika bunge la kitaifa ya kwamba tunafaa kuwa na majina ambayo hayakutambulishi au hayatambulishi ile jamii utokayo, ni mswada nyinyi kama watamaduni mnaweza kukubali? Ndio. Kwa nini labda? Kwa majina kama majina ya kwa mfano labda mtu anaitwa Kigen, automatically unajua kwamba anatoka kabila fulani. Ukisikia mtu mwingine anaitwa Nafla, unajua huyu anatoka kabila fulani. Kama ni hivyo, sidhani kama watamaduni tutakubali hiyo, kwa sababu jina yako mwenyewe inafaa ikuwe inakutambulisha na ile uko na hiyo pride ya jamii ambayo inatoka. Ndio. Hata mwanzo, hata mimi mwenyewe jina langu la Kiingereza sijakuwa nikiitumia kwa muda mrefu, kwa sababu nazipenda hizo jina zangu mbili, second name na surname. Kwa sababu kutoka kitambo, nadhani kutoka nikiwa darasa la 4 ndio nilibadilisha ile jina, nikaacha kabisa ya Kiingereza. Nimeanza kutumia tu wakati ambapo watu walianza kuangalia wewe unatoka kabila fulani, sasa wanaanza kukubagua, ndio nikaanza kuitumia. Kwa nini sasa? Kwa nini ulitaka sana kulibadilisha? Kwa sababu mimi nilikuwa nataka nijulikane na majina yangu mbili na sio hiyo ya Kiingereza. Ndio. You're feeling you're more, ndio, like your identity. Sasa na nilikuwa na feel ya kwamba I'm more African ama more Kenya, nikitumia utambulisho wa kuwa Mwafrika. Ndio, nikitumia jina yangu mbili zile za lugha ya mama. Lugha ya mama. Ndio, kuliko ya Kiingereza. Asante sana, na ndio tuko mwisho wa mdahalo wetu, mjadala wetu kuhusiana na mila na tamaduni ambazo zinapatikana hapa nchini Kenya, umuhimu wake na athari chanya na hasi ambazo ziletazwa na mila na tamaduni hizi ambazo zinapatikana katika taifa hili letu la Kenya. Mtazamaji, nimekuwa naye mwana tamaduni kwa jina Ian Buchuk, anasema shukrani jazila kwa kutenga muda na kuja kuwa nami kwenye studio za TV47. Jina langu ni Ruga Ival. Mtazamaji, hadi siku nyingine panapo majaliwa, kwa heri ya kuonana na alamsiki.